kulikuwa na bwana mmoja kazi yake ilikuwa ni kuadhini na kukimu swala. Alifanya kazi hiyo ya kuadhini na kukimu swala kwa muda wa miaka 40. Baada amefikisha miaka 40, amedumu katika ibada. Kazi yake yeye ni kuita watu waje waswali na kuwasimamisha watu waswali. Akafanya kwa muda wa miaka 40. Ilipofika muda wa miaka 40, katika matembezi yake siku moja akaja akamuona mwanamke wa kizungu. Mwanamke amevaa, yani yuko tupu, amevaa tu visuruali vao vile, hatuelewi ni tupu ile wala ni nini, na vijungo vao vya juu. Sasa ule muadhini akawashawishika na yule msichana, moyo ukamsukuma, hisia zikampanda, akawa amempenda yule mwanamke. Sasa ikawa katika swala zake zenyewe akija kuadhini na kukimu, ikawa anamuwaza tu yule mwanamke. Akakaa kwa muda, akashindwa kuvumilia ile hali, akabidi amfuate yule mwanamke wa kizungu na amwambie ule ukweli ambao uko katika roho yake. Yule muadhini baada ya kumwambia ule mwanamke akamwambia, leo saa 1 njoo kwangu ndio tutazungumza. Ule muadhini magharibi, yeye hakwenda hata kuadhini wala kwenda kuswali, mapema kabisa akaenda kwa huyo mwanamke, na huyo mwanamke alikuwa anakaa juu ya ghorofa ya 9 huko. Akaenda kwa huyo mwanamke, kitu cha kwanza, angalia maneno ya Allah kwamba haya maneno ni ya ukweli. Kitu cha kwanza mwanamke aliwaambia, kama nataka nikukubali wewe, basi toka katika dini yako, ritadi, toka katika dini ya Kiislamu. Yule bwana akabidi aritadi kwa sababu amempenda, moyo umemsukuma kwake, akatoka katika dini ya Kiislamu na akamwambia, mimi nisha ritadi. Ule jambo la pili akamwambia, baada ushatoka sasa, nataka unywe hii pombe ndio nikupe mwili wangu ufanye vile unavyotaka. Na ule bwana ashampenda, ashashawishika, ikabidi afanye nini? Anywe ile pombe. Na ukumbuke siku zote, kama wewe si mraibu, utumie uraibu, si kwamba utatumia uraibu, ukumbuke utakupeleka mbio sana, kwa sababu ni mara yako ya kwanza. Sasa ule bwana baada ya kunywa ile pombe tu ikaanza kumpeleka mbio, ikawa yasikia kisunzi, kizunguzungu, haelewi, yona ile nyumba yazunguka, na ukumbuke ni ghorofa ya 9. Ghorofa yenyewe ni ghorofa ya vioo. Sasa ule bwana kaona haelewi tena, pombe ishamchanganya, ikawa amesimama karibu na dirisha la kioo, ikawa yona ile kule chini yona pako juu. Badala arudi nyuma akaenda mbele ataka akanyage, bwana kama huyo kufanya hivi akaanguka kutoka ghorofa ya 9 hadi ya kwanza, na alivyoanguka sasa pale yeye akafariki. Na ukumbuke bwana huyo amekuwa muadhini na mwenye kukimu swala kwa muda wa miaka 40. Yani ameanza vizuri, kisha anakuja kupotea.